Wafuasi wa kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, wameitisha maandamano makubwa leo katika uwanja mjini Ouagadougou kuonyesha mshikamano wao na utawala wa kijeshi baada ya serikali kutangaza kuwa imezuia jaribio la mapinduzi. Mnamo Aprili 21, serikali ya kijeshi ilitangaza kuwa imefanikiwa kuzuia njama kubwa ya mapinduzi iliyopangwa na maafisa wa jeshi walioko nchini Ivory Coast. Waziri wa usalama Mohamed Ousana alieleza kuwa njama hiyo ilihusisha wanajeshi wa sasa na wa zamani pamoja na magaidi na ililenga kuleta machafuko na kuiweka nchi hiyo chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Kwa mujibu wa serikali, njama hiyo iligunduliwa baada ya mawasiliano kati ya afisa wa jeshi la Burkina Faso na viongozi wa makundi ya kigaidi kukamatwa, ikionyesha mipango ya kushambulia ikulu ya rais mnamo Aprili 16. Baadhi ya washukiwa wakiwemo kamanda Joan Compaoré na Luteni Abdrahmane Bari wanadaiwa kuwa wamekimbilia Ivory Coast. Muungano wa uratibu wa ulinzi wa raia, kundi la kiraia linalounga mkono utawala wa kijeshi, limewahimiza raia wa Burkina Faso kushiriki kwa wingi katika maandamano ya leo kuonyesha mshikamano wao na Captain Ibrahim Traore. Msemaji wa muungano huo amesema kuwa vitisho hivi havikubaliki tena. Ili kumfikia Rais Ibrahim Traore, lazima upitie kwanza kwa watu wa Burkina Faso. Serikali ya kijeshi imeendelea kushtumu mataifa ya Magharibi, hususan Marekani na Ufaransa, kwa kuingilia siasa za ndani za Burkina Faso. Tuhuma hizi zimeongezeka baada ya jenerali wa Marekani Michael Langley kudai kuwa serikali ya Traore inatumia akiba ya dhahabu ya taifa hilo kwa ajili ya usalama wake binafsi. Tangu kuchukua madaraka kupitia mapinduzi mnamo Septemba mwaka 2022, Captain Traore ameonyesha msimamo mkali dhidi ya ushawishi wa kikoloni, akiwafukuza wanajeshi wa Ufaransa na kuimarisha ushirikiano na mataifa kama Urusi. Aidha, Burkina Faso pamoja na Mali na Niger zimeunda muungano wa nchi za Sahel ili kuimarisha usalama katika kanda hiyo. Licha ya shughuli za serikali ya kijeshi, hali ya usalama nchini Burkina Faso imeendelea kuwa tete kiasi fulani, huku mashambulizi ya makundi ya kigaidi yakiongezeka. Serikali inakabiliwa na ukosoaji kutokana na ukandamizaji wa upinzani, ikiwemo kukamatwa kwa wakosoaji wa kiraia na wanajeshi wanaotuhumiwa kupanga njama za mapinduzi. Maandamano ya leo yanatarajiwa kuwa kipimo cha uungwaji mkono wa umma kwa utawala wa kijeshi na msimamo wake dhidi ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi. La vision de son excellence en se mobilisant pour manifester leur joie et leur... Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.